Bwana Yesu asifiwe. Andika sifa za mbeba kusudi, sifa za mbeba kusudi la Mungu. Sifa ya kwanza ya mbeba kusudi la Mungu. Namba 1, andika haraka, muda wangu umeisha. Tuna dakika 10 hapa, alafu tuna dakika 20 za maombi. Namba 1, sifa za mbeba kusudi la Mungu. Sifa ya kwanza, anakuwa anatimiza kusudi. Namba 1, anakuwa anatimiza kusudi. Namba 2, kuishi kwake na usalama wake upo katikati ya kusudi analolitimiza. Kuishi kwake na usalama wake, hiyo ni point ya pili hiyo. Namba 1 nimesema anatimiza kusudi la Mungu. Point ya pili ni kuishi kwake na usalama wake upo katikati ya kusudi analolitimiza. Manake usalama wa mtumishi, baraka za mtumishi, kila kitu cha mtumishi kipo katikati ya kusudi analolitimiza. Manake wewe unalindwa. Ndio maana nikakwambia sisi tunalindwa sio kwa wema, hatuna wema. Mungu analinda kusudi. Kwa sababu shetani pia anapopambana na mimi hapambani na sita majani. Wachawi wanapopambana na mimi hawapambani na sita majani, wanapambana na kusudi, wanapambana na alichobeba majani. Wanataka kisitoke kwa sababu kikitoka kitawasaidia wengi. Kwa wao wanapambana na kusudi. Shetani anapambana na kusudi. Haleluya. Andika Isaya 54 mstari wa 17. Andika pia Mathayo sura ya 3 mstari wa 10. Andika Zaburi 104 mstari wa 4. Tuko kwenye sifa ya pili ya mtu aliyebeba kusudi. Tumesema kuishi kwake, sawa, kuishi kwake na usalama wake upo katika kusudi analolitimiza. Isaya 54:17 media. Isaya 54:17 inasema kila silaha utakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Sikiliza, anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Alafu anamaliza anasema huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Maana yake ni kwamba anasema kila silaha itakayofanyika juu ya watu hawa sasa haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yao katika hukumu hautawahukumu kuwa mkosa. Ndio urithi wa watumishi wa Bwana. Hajasema urithi wa waumini. Wanaolindwa ni watumishi. Na watumishi sio mpaka uhubiri injili kama mimi. Unaweza ukawa partners, wewe ni mtumishi. Unaweza ukawa mzee wa kanisa unayebeba majukumu, wewe ni mtumishi. Unaweza ukawa mwimbaji unayebeba majukumu, wewe ni mtumishi. Unaweza ukawa mlinzi wa kanisa unayebeba majukumu, wewe ni mtumishi. Unaweza ukawa mfagiaji unayebeba majukumu ya Kristo, wewe ni mtumishi. Unaweza ukawa mpambaji wa madhabahu, wewe ni mtumishi. Mfagiaji, wewe ni mtumishi. Muombaji, wewe ni mtumishi. Asha, wewe ni mtumishi. Utumishi sio mpaka uhubiri injili. Inaweza ikawa kwa nguvu zako, ama kwa mali zako, ama kwa moyo wako kwa maombi. Issue inakuja ni kwamba haulindwi kwa sababu amesema ulinzi ni kwa watumishi. Nirudishe hilo andiko faster. Soma uelewe. Amesema ni urithi kwa watumishi wangu, asema Bwana, sio kwa Wakristo. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. This is the reason. Hii ndio sababu inaonifanya mimi nina jeuri mbele ya washirikina. Ujaja wangu huko hapo. Na sio swala la utakatifu na
unafanya nini katika ufalme wa Mungu? Haleluya. Mathayo 3:10. Chap kidogo media. Mathayo sura ile ya 3 mstari wa 10. Neno la Bwana linasema, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya mti, basi kila mtu usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Maana yake, anachomaanisha ni kwamba kifo kinawahusu wale ambao hawazai matunda. Magonjwa, changamoto, kukatwa ni kwa kila mtu ambaye anapita pagumu. Na ndio maana baadhi ya watu niliowahi kuwaombea mimi hapa, nilipowaona wana changamoto, niliwaalika nikawaambia, siri unatakiwa kumtumikia Mungu. Kimtumikia Mungu umetoboa. Wengi waliingia na wengi wako wapi? Walikimbia, walikuwa wavivu, wanafanya kwa kujisikia. Ndio yale niliyosema, wakaacha. Wafuatilie sasa hivi hali walizonazo. Leo tunapasuana vipande vipande. Yaani leo tunahubiriana kwa kunyooshana. Fuatilia wote waliokujaga hapa mwaka jana, na wakumbuka wote. Nikamwambia John mfanye utumishi. Wakawa wanakuja kwa kujisikia. Leo anakuja, kesho hayupo. Maombi anakuja kwa mudi eti kwa kujisikia. Wanamtumikia mwajiri wao vile ambavyo wanajisikia. Wako wapi leo? Lakini kuna watu ambao mimi nina ushuhuda, siwezi kuwataja wengine, vijana wangu. Nimemwombea siku hiyo hiyo, nikamwambia ingia utumike. Alivyotumika mpaka leo. Utasikia changamoto tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Tumika. Falme wa Mungu unahitaji watu. Maandiko yanasema mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Hata mbingu zinatambua kwamba watenda kazi ni wachache. Kwa lazima upate favor kwa sababu wako wachache. Bwana Yesu asifiwe. Andiko linalofuata niwekee hapo. Kitabu cha Zaburi ya 104 mstari wa 4. Anasema huwafanya malaika zake kuwa upepo na watumishi wake kuwa moto wa miale. Hajasema wa Kristo. Kuna watu mnakalili haya maandiko na mnayakili. Wewe ni mtumishi. Soma, elewa. Na watumishi wake, sio wa Kristo, sio wafuasi. Na by the way, kuwa mfuasi wa Yesu, anasema ukitaka kumfuata ujikane. Manake uache kujiangalia wewe, umwangalie yeye. Manake uwe tayari kumtumikia yeye, sio kujitumikia wewe. Principle hii iko wazi. Kwa tunaomba sana ndio. Lakini sasa watu wenye shingo ngumu utawasaidiaje? Inabidi umwombee tu. Inabidi umwombee tu aende. Sasa usipomwombea atakulalamikia na atakusema, utaonekana mbaya. Sasa wakati mwingine unamtia mkono hapo, unamwekea mkono, unamwombea, anajiendea. Lakini shida zinaisha? Aziishi. Swali, unatumika nini kwenye ulimwengu wa roho? Falme wa Mungu. Kinachomfanya rais analindwa ama mwenye mamlaka analindwa kwa sababu ya majukumu alionayo. Akistafu yale majukumu, kuna ulinzi ataondolewa. Mimi tunapata ulinzi wa utumishi tulionao, tunapiganiwa, sio kwa sababu sisi ni wema. Ukishakuwa na mamlaka juu ya majukumu fulani, haijarishi unayakoseaje hayo mamlaka, lakini kwa utayari wako tu wa kufanya kwa bidii, huwa kuna ulinzi unakulinda. Nakupa hii siri. Andika point ya 3 na ya mwisho, alafu tuombe. Dakika zangu zimeniishia sana. Point ya 3 ya mwisho, alafu tuombe. Baraka zake mtu huyo. Sasa sifa za mwenye kusudi la Mungu, aliyebeba kusudi la Mungu. Andika, baraka zake ziko katika kutimiza kusudi. Huku juu nilikwambia kuishi kwake na usalama wake. Ya 3 inasema baraka zake. Manake unapokea baraka sawa sawa na utumishi ulionao. Upokei baraka kama sio mtumishi. Niliwahi kukwambia hakunaga baraka zinakuja bure. Hakuna. Neema ni bure, baraka ina gharama. Narudia, nazungumza na mtu mmoja, sijui kama pointi zinashikiliwa hizi. Nasema neema ni bure, lakini baraka zina gharama. Ni sawa sawa na upako. Wokovu ni bure, upako una gharama. Kuokoka ni bure, lakini upako lazima uingie gharama. Neema ni bure, lakini baraka zina gharama. Hakuna baraka ya bure, utadanganywa.
Hakuna baraka ya bure. Never. Never. Unabarikiwa and you have done nothing. Hakuna. Baraka zake ziko katika kutimiza kusudi. Kitabu cha Kutoka sura ya 23 mstari wa 25. Nataka nikuoneshe ili andiko. Tutasoma mstari wa 25 mpaka 28. Kitabu cha Kutoka 23. Media. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Ameanza na kufanya nini? Ameanza na nini? Kumtumikia. Hajasema mtakwenda kanisani. Tumika. Sio mimi, usinikasirikie. Maandiko yanakufafanulia. Hakuna baraka za Mkristo wa kawaida. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Unafikiri kwa nini unakiombea chakula, unakibariki na bado wanakuroga kwa chakula? Kwa nini? Why? Wanapata wapi uhalali kwa kitu licho? The reason behind ni kwamba wanaotakiwa kubarikiwa chakula chao ni wale wanaomtumikia Bwana, wale ambao wamebeba kusudi. Umewahi kumtumikia Bwana? Kama hujawahi kumtumikia Bwana, wewe kula bila kuomba. Hamna unachosaidia pale. No, hakuna unachosaidia. You are just wasting your time. Lazima ifike wakati wa Kristo tuwarudishe kwenye discipline. Unakuta mtu kafumba macho kabisa, baba bariki chakula yake. Anabariki kwa lipi? Nirudishie andiko. Anabariki why? Kwa sababu principle ni zile. Anasema nanyi mtanitumikia. Anasema nanyi mtamtumikia Bwana. Maana yake utafanya kazi kwanza ya Bwana, halafu Mungu wenu, halafu anaendelea. Anasema naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Kwa kubarikiwa chakula na maji, unapigaga sala ya bure kwenye chakula chako. Nirudishie hilo andiko juu. Una sala ya bure kwenye chakula chako na maji yako kama haumtumikii Bwana. Kwa anasema nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Kwa kuna magonjwa yanalazimika kuondoka kwa sababu you are serving the purpose. Na sio kufanya kwa mudi, kufanya kweli diligently, kubeba mabegani kusudi la Bwana. Mstari wa 27 26 anasema hapata kuwa mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu za siku zako nitazitimiza. Hizi ni baraka za wachaji wa Bwana. Twende. Anasema nitatuma utiisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakao wafikiria, nami nitawafanya hawa adui zako wote wakuoneshe maungo yako. Nafikiri kwa nini adui yako bado anakuzoea? Ni rahisi sana kumchukulia poa Pastor Majani kwa sababu yuko na wewe hapa. Chomoka hapa alafu geuka uwe adui. Ndio utaelewa. Unajua sio rahisi sana ukiwa hapa kujua aina gani ya ulinzi nilionayo, kwa sababu ya namna ninavyomtumikia. Sio swala la udhaifu wa kibinadamu, sio swala la makosa tunayoyatenda kama binadamu. Ni swala la utayari wa kuifanya kazi ya Mungu. Kwa sababu kumtumikia Mungu, Mungu atumii wanaojua, Mungu anatumia wale tayari. Unapotuona tunamtumikia Mungu, sio kwamba mimi najua kuliko wewe. Nilikubali katika madhaifu nilio nayo. Nilikubali kama nilivyo. Sikusubiri niwe mtakatifu sana ndio nimtumikie Bwana. Nilisonga front. Kwa ni rahisi sana kunipima kwa hali ya ubinadamu nilionao ukajaribu. Ndio maana ninasemaga, ukitaka kujua ukubwa na ngome kubwa ya Mungu iliyoko kwenye madhabahu hii, wewe fanya kustep ahead, kustep behind, alafu geuka uwe adui. Utaweza kuelewa hiki ninachokisema. Haichukui mwezi, utaanza kuexperience changamoto. Achana na wale ambao waga wana step back lakini hawawi maadui. Nitafutie yoyote ambaye amewahi kunyanyuka hapa alafu akageuka kupiga mishale hapa kuwa adui. Tafuta. Wakati mwingine ni muhimu kujaribu, una test. Wapendwa wangu, mambo ya kimungu ninayokufundisha, hata wewe unaweza ukawa the most dangerous. Wewe unaweza ukawa hatari pia. Wewe ni mtumishi wa Mungu, acha kujichukulia kawaida. Wewe sio wa kawaida.
ila kuna namna umekuwa mzembe. Wamekuzoea sana, wamekuona wa kawaida sana, lakini wewe unalo kusudi na ni maamuzi kwamba mimi nataka nimtumikie Mungu sasa. Na uone sasa adui zako kama hawageuki kuwa adui za Mungu. Lakini kama wewe hujaanza kumtumikia Mungu, aise, samehe tu hao adui zako, kwa sababu hawawezi kuwa adui za Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya.